nina haja nawe kila saa. Hawezi mwingine kunifaa. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, nakujia. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe, kaa nami, na maonjo haya hayaumi. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, nakujia. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, nakujia. Bwana Yesu apewe sifa. Ni asubuhi nyingine tena ambayo Bwana umetupatia leo, ikiwa ni Oktoba 2. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, kutupatia kibali cha kuishi tena. Karibuni katika kesha la asubuhi la leo. Tuombe tunapokwenda kujifunza. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, ni asubuhi nyingine hii umetupatia, tunakuja kujifunza na kusikiliza neno lako takatifu. Katika kesha hili la asubuhi, nena nasi watoto wako, kwa sababu tuko tayari kusikia, na neno hili likabadili maisha yetu. Na kwa jina la Yesu Kristo, amina. Oktoba 2, somo linasema watendakazi pamoja na yeye. Watendakazi pamoja na yeye. Somo hili limejengwa katika kitabu cha Mathayo 5 mstari ule wa 14, inasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Bwana wetu alikusudia kuwa kanisa lake liwakilishe kwa ulimwengu kamilifu na utoshelevu tunaoupata kwake. Daima tunapokea fadhila za Mungu, na kwa kutoa fadhila hizo tunapaswa kuonesha kwa ulimwengu upendo na wema wa Yesu. Wakati mbingu yote ikiwa macho, ikituma wajumbe kwa kila sehemu ya dunia ili kusukuma mbele kazi ya ukombozi, kanisa la Mungu aliye hai linapaswa pia kufanya kazi pamoja na Yesu. Tu washirika wa mwili wake wa ajabu. Yeye ni kichwa, akivitawala viungo vyote vya mwili. Yesu mwenyewe, katika huruma yake isiyopimika, anafanya kazi katika mioyo ya wanadamu, akifanya mabadiliko ya kiroho ya kushangaza sana, kiasi kwamba malaika hutazama kwa mshangao na furaha. Upendo huo huo usio na ubinafsi ambao humwainisha Bwana unaoonekana katika tabia na maisha ya mfuasi wa kweli. Kristo anatarajia kuwa wanadamu watakuwa washirika wa asili yake ya utakatifu wakiwa hapa duniani. Hivyo basi, si tu kuaksi utukufu wake hata kumsifu Mungu, bali pia kuangazia giza la ulimwengu kwa miali ya mbinguni. Kwa namna hiyo,
yatatimizwa maneno ya Yesu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sisi tu watendakazi pamoja na Mungu, mawakili wa neema nyingi ya Mungu. Ufahamu wa neema ya Mungu, ukweli wa neno lake, na zawadi za maisha pia, muda na mali, talanta na mvuto, yote ni amana kutoka kwa Mungu ili kutumiwa kwa ajili ya utukufu wake na kwa wokovu wa wanadamu. Hakuna kitu kinachoweza kumchukiza zaidi Mungu, ambaye kila mara anatoa zawadi zake kwa mwanadamu, kuliko kumwona akizikumbatia karama hizi kwa ubinafsi na kutomrudishia mpaji. Yesu yuko mbinguni leo akiandaa makao kwa wale wampendao. Naam, zaidi ya majumba makubwa, ufalme ambao unapaswa kuwa wetu, lakini wale watakaoirisi baraka hizi lazima wawe washirika wa kujikana nafsi na kujitoa mhanga kwa Yesu kwa ajili ya faida ya wengine. Kamwe hatujawahi kuwa na hitaji kubwa la kazi ya bidii ya kujitoa mhanga katika kazi ya Mungu kuliko sasa, wakati saa ya rehema inapokaribia kufungwa na ujumbe wa mwisho wa rehema unapaswa kutolewa kwa ulimwengu. Nafsi yangu inasisimka ndani yangu kama kilio cha Wamakedonia kitokacho kila upande, kutoka kwa miji na vijiji vya nchi yetu wenyewe, kutoka ng'ambo ya Atlantiki na Pasifiki yote, na kutoka visiwa vya bahari. Vuka uje utusaidie. Kaka na dada, je, mtaitikia wito huu mkisema, tutafanya kila tuwezalo kwa kuwatumia wamishonari na pesa pia, katika kukizi uchu wetu wa chakula, tukijikana nafsi katika kuzipamba nyumba zetu, katika kujipamba nafsi zetu na katika kukizi uchu wetu wa chakula. Tutatoa mali tulizokabidhiwa ziende kwa kazi ya Mungu, na tutajitolea wenyewe pia bila kipingamizi kwa kazi yake. Hebu kila dola unayoweza kuitunza iwekwe katika benki ya mbinguni. Somo hili la leo, ndugu wasikilizaji, ni somo ambalo kimsingi linaleta changamoto kwangu, changamoto kwako pia msikilizaji. Somo linalosema watendakazi pamoja na yeye, kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kiukweli ndugu yangu unayenisikiliza, rafiki, Bwana ametuteua na ametuita kuwa vyombo vyake vitakatifu, na ametuchagua sisi kuwa nuru ya ulimwengu. Amekuchagua wewe kuangaza, na chochote ulichonacho, mali, talanta, hivyo vyote Mungu amekupatia ili viweze kufanyika kuwa baraka kwa ajili ya utukufu wake, na viweze kufanyika kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Mwandishi leo anatueleza wazi kabisa ya kwamba ikiwa kuna kitu Mungu kinamchukiza, ama Mungu anakichukia sana kwa mawakili wake, ambao wewe na mimi tukiwa kama watendakazi pamoja na Mungu, wa mawakili wa neema ya Mungu, ikiwa kuna kitu Mungu wetu hapendezwi nacho, kinachomchukiza zaidi, ni habari ya kuona sisi kama wanadamu zawadi zake ambazo ametupatia. Sasa tunapozikumbatia karama hizi kwa ubinafsi na kuto kumrudishia mpaji. Ikiwa una fedha, ujue wazi ya kwamba hizo fedha Mungu amekupatia kama mpaji. Anatamani hizo fedha zimrudie yeye. Kwa njia ipi? Kwa njia ya kuwasaidia wengine, kwa njia ya kuwafikishia habari njema wengine.
unaweza kununua Biblia, unaweza kununua vitabu vya machapisho kwa namna hiyo yote, ili kuweza kuwafikishia watu wengine. Kwa nini? Yesu pia yuko mbinguni, anaandaa makao kwa ajili ya wale wote wanaompenda. Kwa hiyo zaidi ya hayo yote, bado yeye baraka zake hazijakoma maishani mwetu. Wito wangu na wito wetu sote katika somo hili la leo, Mungu anahitaji tuone hitaji hili la kutumia vitu tulivyo navyo, kalama tulivyo navyo kwa ajili ya utukufu wake. Na utukufu wake ni upi? Ni kuona roho za watu wengine, tukiwafata watu wanaoteseka dhambini na kuhangaika na kadhalika, badala ya kuwasema vibaya na kuwasusa, hebu tuone namna ya kuwasaidia ili tuweze kuifanya kazi ya Bwana na jina lake liweze kutukuzwa. Ndugu msikilizaji, Mungu wetu atusaidie asubuhi hii ya leo kwa ajili ya kufanya na somo hili kuomba liwe sehemu ya maisha yetu tunapoliingiza katika utendaji, kujitoa kama nuru ya ulimwengu. Na tuombe. Baba mwema, Mungu mtakatifu, tusaidie sisi, umetuita kuwa nuru ya ulimwengu, mimi pamoja na msikilizaji, kuhakikisha kwamba tunaangaza nuru yako na tabia yako tunaiishi, kufanyika kuwa baraka kwa ajili ya watu wengine wanaohangaika gizani, kuwapelekea nuru, wanaoteseka kwa namna yao yote kuwasaidia. Mungu tusaidie, msaidie msikilizaji, mbariki yeye na uendelee kujitukuza kwa ajili yake, kila mmoja sasa anapochukua hatua ya kuwa nuru ya ulimwengu na kufanyika baraka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tubariki sote, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina.